Bwana ni mwema wakati wote. Nipende kuwakaribisha tena katika mwongozo wa kujifunza Biblia, ikiwa ni somo la 11. Somo linasema ningefanya nini zaidi. Unajua leo ni siku ya wanawake duniani, na kibaya zaidi hapa hakuna mwanamke Kuna wakilishi. tungemuishi hata Happy Women Day. Lakini nipende kukaribisha sana mpenzi mtazamaji katika somo letu la juma hili. Katika utangulizi kabla hatujaanza, nipende nikukaribishe tupate kuomba. Tuombe. Tunakushukuru sana Mfalme wa amani kwa kutupatia nafasi hii ya kujifunza. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akaweze kuwa mwalimu wetu, kwa jina la Yesu, amina. Amina. Somo letu linasema ningefanya nini zaidi. Ni swali linaulizwa. Sasa twende pamoja ili tuweze kujua ni kitu gani hasa cha kufanya. Yes. Kwa sababu angeishia tu ningefanya nini. Kwa nini aseme ningefanya nini zaidi? Ukute na wewe umeshafanya. Ila sasa hem tusikilize ungefanya nini zaidi. Fungu letu elekezi ni Yohana 18 mstari wa 37. Anasema, basi Pilato akamwambia, wewe mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema, kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli huisikia sauti yangu. Hilo ndio fungu elekezi ambalo tunatembea nalo katika juma hili. Na wacha nikupe kisa kifupi. Kisa cha kijana mmoja anaitwa Dennis. Yes. Kijana ambaye ameishi katika familia wanaita ni wazazi wa kambo. Yeah. Sio wazazi wake aliozaliwa nao, lakini ni kijana ambaye ameishi akiwa anamchukia mfalme wa eneo lile, kwa sababu alinyakuliwa na maaskari wa mfalme kutoka kwa wazazi wake. Kwa hivi akajenga chuki na mfalme. Lakini baadaye mfalme akaja akamwambia kwa nini alimchukua kutoka kwa wazazi wake. Ni kwa sababu alikuwa anamuepusha na ugonjwa wa tauni. Ndicho kilichomfanya kumnyakua kutoka kwa wazazi wake. Kwa hiyo Dennis baada ya kugundua kwamba kumbe hii ilikuwa ni sababu alikuwa ananiokoa, akaiondoa ile chuki moyoni mwake. Sasa nipende kuwakaribisha walimu nilionao hapa, wajaribu kutupa hivi kisa kinatufundisha nini katika juma letu hili tulionalo la ningefanya nini zaidi. Nimkaribishe hapa, tuna mwalimu Lucas. Yes. Lakini tuna mwalimu Machim. Yes, tuna mwalimu Machim. So nipende kuanza na mwalimu Lucas hapa, karibu. Asante sana mwalimu Eliki. Wewe ni nafsi nadhani hukumu umejitambulisha. Ningefanya nini zaidi. Ni kichwa cha somo, lakini kimekuja kwa mtindo wa swali. Ikionyesha kwamba nikana kwamba amefanya kila kitu, haoni cha kufanya zaidi. Sasa anaonifanye nini zaidi? Na nadhani hata mimi nitaliacha hapo kwa sababu tunaendelea. Yeah. Lakini nirudi kwenye swali la mwalimu ya kwamba hiki kisa kinatupeleka wapi? Tunaona Dennis anamchukia mfalme. Yeah. Lakini inakuwa ni swala fulani la mpito tu. Baada ya muda anaelewa kwa nini mfalme alifanya kile alichokifanya. Baadaye anaelewa, anaondoa ile chuki moyoni. Yeah. Hii nadhani hata katika implication ya maisha ya kawaida ni rahisi kuchukia vitu kwa sababu uvielewi. Yeah. Kuchukia ama kutengeneza dhana ambayo ni negative, ambayo ni hasi, ni kwa sababu hujakielewa hicho kitu. Katika maisha yetu ya kawaida tunavyoishi na Mungu, kuna vitu vingi kwa kweli ambavyo tuna maswali kuhusu Mungu. Ndio. Yeah. Hatumuelewi. Kwa nini Mungu umemuua mama yangu? Kwa nini Mungu umemuua mbwa wangu? Kuna somo fulani nadhani kuna kijana mmoja, ilikuwa ni somo la nchi za mbali, I'm not sure, ambao tulisoma. Kijana mmoja anasema analalamika kwa nini Mungu, kama Mungu ni mwema, kwa nini alimuua mbwa wake? Vitu kama hivyo. Kwa nini Mungu aliruhusu nikafeli shule?
Kwa nini Mungu aliruhusu lawa nikakatika mguu? Si ndio? Vyote hivyo tuna malalamiko navyo. Ni kama ambavyo Denisi amekuwa akimlalamikia mfalme juu ya kuchukuliwa kwa wazazi wake, si ndio? Na kwa sababu hakuwa anajua, akatengeneza dhana ya chuki. Lakini alipojua, chuki kafanyaje? Ikayeyuka. Kwa hiyo hata sisi leo tukielewa kwa nini Mungu alifanya, kwa sababu all we know, tunachokifahamu ni kwamba Mungu ni mwema. Si ndio? Yes. Sasa tunatafsirije wema wa Mungu? Ndio changamoto inapokuja. Mbona kinaonekana ni kibaya? Mbona kama sielewi? Mungu ni mzuri kweli, si ndio? Tutakapofunuliwa kwa nini alifanya yote hayo, tutaelewa. Na pengine tutampenda, si ndio? Kwa hiyo ni finalize kwa kusema hivi, hata kama una maswali mengi yasiyojibika, ndugu mtazamaji, yasiyojibika kumhusu Mungu, usiwe na wasiwasi. Utaelewa siku moja na utampenda Mungu. Amina. Asante sana. Amina. Mwalimu, unatuambieje hapo? Asante. Naam. Ningefanya nini zaidi? Ndicho kichwa cha wiki yetu nzima. Na fungu letu la karibu hapa nisome mtazamaji asikie. Tunatoka Yohana 18 mstari wa 37. Basi Pilato akamwambia, wewe ni mfalme? Yesu akajibu, wewe wasema, hakuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Hiyo ni Yohana 18 mstari wa 37. Kama kisa mtazamaji ilivyosomwa na Eric. Mimi nataka tukuunganisha hapa kwamba kama tulivyoona Dennis alimchukia mfalme kwa kuwachukua wazazi wake, kumbe ulikuwa na ugonjwa wa tawi ndio uliosababisha mfalme awatenge Dennis na wazazi kwa lengo la upendo. Tuelewane kwa lengo la upendo kwamba Eric asiweze kuambukizwa ile tauni. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Tunakuja kwa sasa hivi. Watu wengi wanauliza kutokana na uzoefu ambao amepitia. Amepitia uovu, amepita nao. Kwa mfano mtu anafiwa kama tulivyoona. Kwenye maandiko yangu hapa ya lesoni siku ya leo anasema hivi, anatolea mfano. Anasema uovu ambao walioushuhudia au kumpitia unawafanya wamchukie au kumkataa Mungu. Dakika hii nayoongea, mtoto mdogo yuko hapo stendi, anaombaomba, alizaliwa, hajui baba yake, hajui mama yake, anakuja kukua. Swali linalojengwa hapa maana unaanzaje kumwambia Mungu ni mwema? Kwa sababu kazi ya mwovu ndio iliyo machoni pake. Yaani kazi ya mwovu, kwa maana kwamba uovu, kazi ya mwovu kwamba wazazi wake hawajaona, yeye kwenye changamoto, na watu wanaopita kuzunguka pale kwa sababu hawana upendo, kama wa yule tajiri aliyeenda kumwomba Yesu kwamba nifanye nini? Hawana upendo. Kwa sababu hawana upendo, wamepungua katika amri, hawamsaidii. Hivyo dhahiri hata watu wanaopita nao anaona kwamba wanatoa mfano wa shetani. Haoni mtu ambaye ni mfano wa Mungu aweze kuona mfano ule kweli kama kuna mtu amemchukua, amelihifadhi kama alivyohifadhiwa yule mtu aliyepigwa. Hapo ndipo unavyoweza kusema Mungu. Kwa hiyo katika hili somo sasa jambo analotumisha mwandishi wa masomo hii. Anasema mwishoni hapa, anasema hata hivyo wakati majaribio yetu yote ya kupata majibu yanaposhindwa kutosheleza, tunaweza kumtazama Yesu msalabani na kuona ndani yake
kwamba Mungu anaweza kutumainiwa hata pamoja na maswali yote ambayo hayana majibu kwa sasa. Kitu ambacho unatakiwa utoke nacho ni kwamba unaweza kuwa na maswali mengi, ila anachotusii mwandishi ni kwamba ni lazima tujue kwamba Mungu yupo. Kama tuna hilo, shetani atafanikiwa kulitoa kwenye fahamu zetu, basi tutakuwa kwenye double standard ya kuonewa na Ibilisi. Kwa sababu hiyo Mungu anatuasa tujue kwamba hata kama tumepitia experience ya kuteswa na Ibilisi, kama nilivyoelezea, ukiwa mtoto umenyimwa sijui chakula, sijui umepitia hujapata ada hapa na pale, wewe jua hivi maadamu pumzi yako iko basi huyo Mungu yupo. Amen. Amen. Hivyo jina lake. Asante. Amina. Asante sana Mwalimu Lekwa. Hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, ni kukaribisha tuende kutazama majibu ya maswali ambayo tunakwenda kujiuliza, na tutapitia jibu moja baada ya lingine, na huenda maswali ambayo unakuwa unajiuliza kwenye akili yako ukapata majibu yake leo. Mungu akubariki sana unapoendelea kukaa karibu na runinga yako au karibu na simu yako unayotumia, na kama una swali lolote pia una uwezo wa kucomment, na nasi tutarejea, tutafanya rejea na tutakujibu. Nipende kukaribisha tena katika somo la siku ya Jumapili ambalo linasema Kristo mshindi. Kristo anashinda vipi wakati wewe unapitia katika majanga na matatizo? Nipende kukaribisha sana katika siku ya Jumapili. Tunapohitimisha tupate ombi. Tuombe. Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutufundisha hiki ambacho umekilenga tujifunze katika siku ya leo. Mbariki mpenzi mtazamaji anayetusikiliza, ukampatie uelewa mpana zaidi wa kuelewa kuhusu upendo wako. Kwa jina la Yesu, amina.